Sisi ni matokeo ya hali hiyo wote duniani. Ni vitu gani vimekusuka wewe? Kumbuka kuna siku nilikuja hapa, sikumbuki nini hapa, niliongelea habari ya kitu kinaitwa mneme kwenye human brain. Ni hapa. Hiyo ni store ya mambo yote ambayo umekusanya kwenye miaka yako 8 ya kwanza ya maisha. Black box. Yote mambo yote uliyokundana nayo kule, yote yamehifadhiwa kule. Elimu yote inayokuja juu hapo haibomoi hicho kitu. Ndio maana wewe pamoja na kusoma kwako utatamani vyakula vile ulivyokula mwanzoni ambavyo ni staple food yako. Pamoja na yote utakayofanya, bado kuna kitu ambacho kiko kwenye mneme yako ndicho kitakacho control misingi ya maisha yako. Kwa hiyo vitu kama hivyo, kwa mfano kama ninavyosema, mwanadamu ana nafsi, ana roho na mwili. Nafsi ina utashi, hisia na akili. Roho ina imani, na mwili una seli, tissue, organ na mifumo. Tusiongelee mwili. Shida hii inaingia kwenye chakula cha nafsi na roho. Yaani nyinyi kwenu kwenye generation zenu mnalisha nini kwenye nafsi zenu, kwenye roho zenu? Kama ni maarifa ni ya kimazingira ni ya aina gani? Kama ni urithi wa kibiolojia ni wa aina gani? Yaani vitu vilivyokuwa ndani yenu lazima vinakuwa na aina fulani ya mfanano. Sasa hiyo hali na trend kwa muda mrefu inatengeneza hiyo tabia. Sasa ikisha kuwa hivyo, kama ni kasoro kila mtu atakuwa nayo. Hata ugonjwa wa ukimwi kwa mfano, siku za nyuma watu walikufa kiukoo wakafikiri wamelaaniwa. Hapana. Ni ule msingi wa mfanano nao kwa nao. Ndio maana kama huyu amesema, kwa mfano mtu ni mfanyabiashara anachukua mdogo wake anaishi naye. Lengo sio kuja kumpa hela. Lengo ni kumuingiza kwenye mentality. Ukimuita mdogo wako kumpa hela hawezi fanikiwa. Muingize kwenye mentality. Kama unauza duka, auze na wewe miaka kadhaa. Unatengeneza ile mentality ambayo ndio inaamua hata taaluma yako itumieje. Mambo ya mafanikio yanakuwa commanded na tabia, ambao ni vitu vinavyojengwa ndani yako toka kwa tumboni mwa mama yako. Na hivi vina mfanano wa kifamilia na kijamii na kiukoo, na ndivyo vinaamua maisha ya watu. Hauwezi kufanya kila ambacho wewe hauna. Kwa hiyo hawaolewi. Kwa nini wanakuwa hawaolewi? Kwa sababu inawezekana huyu alikosana na mwanaume huyu, lakini huyo mdogo wake naye anaenda kukosana na mwanaume mwingine. Na kwa nini anakosana? Wana chembe ambazo ni mbovu kwa nature ya wanaume na zimewakaa ndani. Sina nielewa. Yaani wanakuwa na chembe kama ni wanawake. Chembe hizo ni mbovu kwa wanaume wa aina yoyote. Kwa hiyo wote watambulia kuachika. Utasema wamelaaniwa, kumbe wana vichembe fulani ambao wametengeneza huko kwenye misingi yao ambavyo hata wao hawajui. Na sasa kwa sababu hatutaki kuwajibisha akili, tunamtupia Mungu. Na nielewa, tunamtupia Mungu awajibike kwenye mambo ambayo makosa tunatengeneza wenyewe. Ndio maana ni muhimu sana kujenga msingi mzuri na tukubali kuipa nature nafasi ili watu wakue kama wao. Inawezekana utofauti wake huyo mtoto wako unaoona ni ukorofi leo, anabomoa huo msingi, nature inamsaidia kubomoa, baadaye aje kufanikiwa. Okay. Kwa hiyo inaweza ka sound kama ukorofi sometime wakati wa kuvunja hizi. Yaani nakwambia kuna mtu anaweza kuwa na develop tabia ambazo nyinyi ukoo mzima hamjazi experience mkamjudge. Kumbe anabomoa hicho kiambaza, baadaye aje kuleta mabadiliko ambayo yalishashindikana. Nilikusikia kwenye promo tulikusikia ukisema kwamba lazima maumivu yatahitajika kwenye kuvunja hizi. Hakuna namna utakwepa maumivu, hayapo. Maumivu si nisemeje, ni agent wa mabadiliko. Mabadiliko yote yanaletwa na maumivu, kwa sababu unakuwa comfortable kwenye mazoea. Sasa yakiondoka si lazima uumie. Okay. Yaani mtu yoyote ambaye yuko comfortable ni kwamba anaishi kwenye mazoea. Chochote kile, hata kama unapanda ndege uko comfortable kwenye ndege, umeizoea basi. Wow. Nimeielewa vizuri kwamba mazoea, comfortability inaletwa na mazoea. Moja kwa moja. Mtu yoyote anayependa kuwa comfortable hawezi kutengeneza mambo mapya kila mara. Kwa sababu ili ulete mapya lazima uvuke kwenye comfortability. Ujaribu mambo magumu ambayo akili yako haijawahi fanya. Na maumivu ndio yanahusika. Na hapo ndio maumivu. Akili inapo experience jambo jipya kabisa ambalo haijawahi kupitia, lazima uumie. Mtu mzuri ni ule anaishi leo kwa majaribio. Okay. Huyo ndiye anaweza kutengeneza kesho. Na huyu ni mtu anayejifunza. Mtu anayependa kuchunguza, hivi kwa nini sisi ukoo mzima hatuna hiki? Kwa nini sisi familia nzima hawaolewi? Kwa nini sisi tunaachana tuna wake zetu? Kwa nini sisi hatuna mafanikio hata ya kiuchumi? Ukoo mzima hamna hata mtu amenunua hata gari. Kwa nini? Unajua mtu mzuri ni yule anayejiuliza na kuuliza maswali. Mtu asiyejiuliza na kuuliza maswali, huyo hafai. Wala hawezi kuwa kiongozi wa aina yoyote wa familia wala ukoo wala chochote.
Mtu mzuri ni yule anayejiuliza na kuuliza maswali. Kwa sababu huyo ndiye atakayemgusa Mungu. Mungu ameweka kila kitu kwenye maswali. Mungu ameweka every sort of knowledge kwenye maswali. Jambo zote unazitengeneza wewe ndani yako. Okay. Unazitengeneza hata Mungu hayupo bila wewe kumwamini, kumweka ndani yako kwanza. Si unanielewa? Kwanza exist ndani yako ndipo awepo nje. Unanielewa? Hiyo ndio maana yake. Sasa inawezekana hiyo hali mkaitengeneza muda mrefu ikageuka kuwa ni sehemu yenu ya kiroho. Kutoka kwenye ulimwengu wa nafsi ukianguka kwenye roho. Kwa sababu wanadamu ana hizo roho na inawasiliana na nafsi. Roho na nafsi vinacheza mpira pamoja. Na ulisema roho inalishwa imani, nafsi inalishwa maarifa. Alafu mwili unalishwa na chakula, lishe ya kawaida. Lakini vinawasiliana. Sasa shida nafsi ikiwa na shida, na nielewa, kama imekosa majawabu inatuma kwenda rohoni. Rohoni nako kukishindwa kafara unaua mwili. Na nielewa. Kwa hiyo hivi vitu vinatembeleana. Sasa mkiishi hivyo miaka, fikiria jamii ukoo una miaka 200 na wote wana kitu kile kile kinarudia, kina practice kile kile. Hicho kilisha kuwa damuni, kilisha kuwa kwenye mentality, kilisha kuwa yani tayari kimegeuka kuwa rohoni. Watamuona kama ni shetani, kumbe ni wao. Lazima watupie mahali ambako hawana majibu napo ili waridhike. Kuna mambo mengi tunamtupia shetani, lakini makosa yetu wenyewe. Hivi useme eti shetani ndio amesababisha umasikini Afrika. Sio kweli. Sio kweli. Kuna vitu tunatakiwa kuwajibika. Sio kweli. Okay. Mambo ya mafanikio ya uchumi ni uwajibikaji. Okay. Tuna malaria ni sisi wenyewe, dawa tuletewe na mtu mwingine. Kwa nini tunakosa watu wa kujitoa muhanga? Kila mtu anaishi kwa kukimbiza pesa ili awe na mafanikio yanayoonekana wakati huo. Sasa jamii ya hivyo haiwezi kwenda mbali hata kisayansi. Kwa sababu sayansi inahitaji watu wanaojitoa muhanga. Sasa watu wanafanya utafiti wa kwenda kwenye sayari ya Mars ambako hajakanyaga mtu. Wanaandaa binadamu ambaye atakuwa tayari kujitoa muhanga. Unanielewa? Na wakishafika kule tayari wamebomoa siri ambayo Mungu ameificha. Sasa wanadamu wa nchi za kwetu hizi tunakosa vitu kama hivyo. Tunadhani kwa taaluma tu tutasogea. No. Taaluma inabebwa na nini? Ndio muhimu zaidi. Huyo mwenye taaluma wakati hana hiyo taaluma alikuwa na nini? Hicho ndicho muhimu, kwa sababu hata matumizi ya taaluma yanategemea msingi wa tabia ya mtu.